Vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu ni wakati mwafaka, pote pale ulipo msikilizaji. Tunaenda moja kwa moja kupokea taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na waliohama Chadema wanakwenda kukifufua Chauma au kudidimia nacho. Nchi 5 duniani ambazo taasisi zake ziliwahi kudukuliwa mitandaoni. Tanzania yatangaza ongezeko la maradhi ya uviko. Mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi na mwenzake wa Uganda watimuliwa Tanzania. Kenya yajitenga na kufurushwa nchini Tanzania kwa Karua, Mutunga na wanaharakati wengine. Naam, na tumai buheri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Malikia wa urembo akamatwa na ulaghai wa peremende. Malikia huyo na mshawishi katika mitandao ya kijamii dhidi ya ulaghai baada ya kukuza peremende bandia. Malikia Guyen Thaka Doi Tien alikuwa ameuza peremende nyingi za aina hiyo kwenye mtandao wake wa kijamii. Lakini wafuasi wa mtandao huo wa kijamii walalamika baada ya kubaini bidhaa hizo zilikuwa bandia. Mshindi huyo wa zamani wa shindano la kimataifa la malikia wa urembo la Miss Grado International Beauty Competition, Bi Nguyen ni mtu maarufu nchini Vietnam na awali alituzwa na serikali. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah El Khamenei ametilia shaka kwamba mazungumzo ya nyuklia ya Marekani yatalete mwafaka, akisema kuwa taifa hilo limetoa masharti mengi na ya kuruhusu kurutubisha urani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema wiki iliyopita kwamba Iran
walikuwa na aina ya makubaliano kufuatia duru 4 za mazungumzo. Yaliyopatanishwa na Oman tangu tarehe 12 Aprili. Lakini kabla ya kufanyika kwa duru nyingine ya mazungumzo yanatarajiwa wikendi hii, mpatanishi mkuu wa Iran amekataa madai ya mwenzake wa Marekani kwamba atalazimika kujitolea kuacha kuzalisha urani iliyorutubishwa ambayo inaweza kutumika kutengeneza mafuta ya kinu na cha kuzalisha umeme, lakini pia silaha za nyuklia. Trump ambaye aliondoa Marekani katika makubaliano ya nyuklia ya mwaka wa 2015 kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani katika muhula wake wa kwanza madarakani, ameionya Iran kuwa inaweza kukabiliwa na mashambulio ya kijeshi kutoka Israeli na Marekani iwapo mazungumzo hayo yatafanikiwa. Iran inasisitiza kuwa shughuli zake za nyuklia ni za amani kabisa na kamwe haitafuta kutengeneza au kupata silaha za nyuklia. Hata hivyo, imekiuka vikwazo vilivyowekwa na mkataba uliopo wa nyuklia ili kulemaza vikwazo vya Marekani vilivyorejeshwa miaka 7 iliyopita, na imekusanya madini ya urani yenye thamani kubwa kutengeneza mabomu kadhaa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameishutumu Urusi kwa kujaribu kutumia wakati vibaya ili kuendeleza vita vyake nchini Ukraine, siku moja baada ya Donald Trump kusema hatua kuhusu usitishwaji wa mapigano zimepigwa kupitia mawasiliano ya simu na Vladimir Putin. Kufuatia simu tofauti ya Zelensky na Putin siku ya Jumatatu, Trump amesema mazungumzo ya mapatano kati ya Urusi na Ukraine yataanza mara moja. Putin amesema yuko tayari kufanyia kazi mkataba juu ya uwezekano wa makubaliano ya amani ya siku zijazo, lakini hakushughulikia wito wa kusitisha mapigano kwa siku 30. Siku ya Jumanne, Kremlin ilipuuza mapendekezo kwamba mazungumzo yaliyokuwa karibu ya mashirika ya habari ya serikali ya Urusi yalimnukuu msemaji Dmitry Peskov akisema hakuna makataa yatakuwepo. Wakati huo Zelensky alizindua duru mpya ya diplomasia akizungumza na washirika wa magharibi katika nia ya kupata uungwaji mkono. Kufuatia simu ya rais wa Finland, Zelensky aliandika kwenye mtandao wa kijamii kwamba Ukraine ilikuwa ikifanya kazi na washirika kuhakikisha shinikizo la Moscow lalazimisha Warusi kubadili tabia zao. Hatua hiyo inajiri wakati Umoja wa Ulaya na Uingereza zimetangaza kwamba zimepitisha duru mpya ya vikwazo dhidi ya Urusi. Umoja wa Ulaya imesema imeorodhesha takribani meli 200 zaidi ya mafuta za Urusi na kuonya kuhusu jibu kali ikiwa Moscow haitakubali mapatano nchini Ukraine. Wizara ya afya nchini Tanzania imetangaza ongezeko la visa vya maradhi vya uviko nchini humo kutoka 1.4% hadi 16.3%. Kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa na vyombo vya habari vya ndani, wagonjwa wawili kati ya 109 waliopimwa walipatikana maradhi hayo mwezi Februari, kabla ya visa hivyo kuongezeka hadi wagonjwa 31 kati ya 190 waliopimwa mwezi Machi. Ripoti hiyo iliongezea kwamba hata hivyo, idadi ya wagonjwa waliopatikana na maradhi hayo mwezi Machi ilisalia kuwa hiyo hiyo Aprili mwaka huu. Katika taarifa yake, mganga mkuu wa serikali Daktari Grace Magembe amesema kuongezeka kwa kupungua kwa uviko 19 kumekuwepo kila mwaka tangu kutangazwa kwa ugonjwa huo mwaka 2020. Amesema kwamba visa hivyo ni viko vinaongezeka ya maradhi hayo imethibitishwa katika mkoa wa Dar es Salaam. Kufuatia hali hiyo, Daktari Magembe amesema Wizara ya Afya inaendelea kufuatilia mwenendo wa wagonjwa ya mfumo ya njia ya hewa na kupitia vituo vyao vya kutolea huduma imeelekeza wataalamu kuhakikisha wanaendelea kufanya utambuzi wa wagonjwa hao kwa kutumia vipimo vya maabara na kutoa matibabu stahiki kwa wagonjwa wote waliobainika kuwa na maambukizo. Aidha, amewarai wananchi kuzingatia kanuni za afya ili kujikinga na kuwalinda wengine dhidi ya maambukizo ya magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa, ikiwa ni pamoja na kufunika pua na mdomo wakati wa kukohoa au kupiga chafya, kuvaa barakoa pale inapohitajika na kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni au kutumia vipukusi mara kwa mara.
Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kutokana na mvua inayoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali nchini humo, hasa katika mikoa ya pwani, kumekuwa na ongezeko la hatari ya kuenea kwa magonjwa yanayoenezwa na mbu kama homa ya ndengua, malaria na magonjwa mengine ya aina hiyo. Hivyo wananchi waende katika vituo vya kutolea huduma wanapoona dalili ya homa, maumivu ya kichwa, macho, misuli, viungo na vipele mwilini au dalili za magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa kama vile kukohoa, mafua, kuwashwa koo au kupumua kwa shida, ili kupata vipimo na matibabu stahiki. Msemaji wa serikali ya Kenya Isaac Mwaura amesema Tanzania ilitenda kwa mujibu wa haki yake ya uhuru kwa kuwafukuza watu kadhaa wa kisiasa na wanaharakati wa Kenya, na kuongeza kuwa Kenya haikuwa na jukumu katika uamuzi huo. Mwaura alikuwa akijibu kufukuzwa kwa hivi majuzi kiongozi wa chama cha ukombozi wa watu Martha Karua, aliyekuwa jaji mkuu Willy Mutunga na wanaharakati wengine 4 kutoka Tanzania. Amesisitiza kuwa serikali ya Kenya inaheshimu uhuru wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na haingilii maamuzi yao ya ndani. Siku ya Jumapili, Karua na wengine wawili walifukuzwa nchini Tanzania, wakati Mutunga pamoja na wanaharakati wa haki Hussein Khalid na Hanifa Adan walizuiliwa walipowasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, jiji kuu la kibiashara Dar es Salaam. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kimelaani matukio ya kukamatwa na kuzuiliwa kwa waangalizi wa kimataifa waliokuwa wamewasili jiji kuu la Dar es Salaam kuhudhuria na kufuatilia kesi zinazomhusu Lissu. Rugemeleza Nshala ni mwanasheria mkuu wa chama hicho. Afisa wa gereza walimwokoa paka aliyekuwa amebeba vifurushi viwili vya dawa za viongozi wa polisi na ndio ambao walishiriki katika zoezi zima, watu wa uhamiaji, watu wa polisi ambao walikwenda kufanya zoezi la kumshika washika wale watu bila kufuata taratibu za sheria. Unapokuwa kama nchi, unapokuwa ni jumuiya ya kimataifa, unatakiwa uendane na kanuni na misingi au na yale maadili ya mtu ambaye amefanya nini, amesasishika, ameungwanika. Lazima unapomshika raia wa nchi nyingine na una ubalozi wake hapa, lazima umwarifu balozi wa ile nchi. Sasa kama Boniface Mwangi, lazima ushirikishe mabalozi. Sasa imebidi sisi tuanze kuhangaika kuweza kuambia mabalozi kwamba mtu wenu yuko hatarini, ndio mabalozi waweze kwenda, si kwamba maarifiwa na serikali. Kauli yake Rugemeleza Nshala ni mwanasheria mkuu wa chama cha Chadema nchini Tanzania. Paka anaswa akiingiza dawa za kulevya gerezani. Baada ya kukamata paka huyo, walipata akiwa na vifurushi vya dawa za kulevya ambavyo vilikuwa na uzito wa gramu 235.65 za bangi na gramu 67.76 za cocaine. gereza walimwokoa paka aliyekuwa amebeba vifurushi viwili vya dawa za kulevya vilivyokuwa kwenye mwili wake usiku wa tarehe 6 mwezi Mei mwaka huu katika gereza la Pokosi. Kulingana na taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa Facebook wa gereza hilo, mlinzi alimuona paka huyo mwenye rangi nyeusi na nyeupe akiwa na mabaka ya kijivu katika eneo la kijani kibichi la gereza hilo. Baada ya kumkamata paka huyo, alimpata akiwa na vifurushi vya dawa za kulevya ambavyo vilikuwa na uzito wa gramu 235.65 za bangi sawa na gramu 67.76 za dawa za kulevya aina ya kokeni. Dawa hizo zilichukuliwa na paka huyo aliyepewa jina la utani Nakokimichi kwa maana ya Nakokiten kwenye mitandao ya kijamii. Alikabidhiwa kwa huduma ya kitaifa ya wanyama sensa.
Tukirejelea masuala ya kitimtimi cha siasa nchini Tanzania, kuna wimbi la wanasiasa na wafuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kukiama chama hicho kikuu cha upinzani na kuhamia chama kingine cha upinzani cha ukombozi wa umma. Mei 19 mwaka huu, mwenyekiti cha umma Hashim Rungwe alipokea baadhi ya vigogo hao, akiwemo Salum Mwalimu ambaye kwa sasa ameteuliwa kuwa katibu mkuu wa Chauma, Devotha Minja makamu mwenyekiti bara, na Benson Kigaila naibu katibu mkuu bara. Taarifa ya vyombo vya habari vya ndani nchini Tanzania inaeleza mamia ya wafuasi wengine wa Chadema wako njiani kuhamia Chauma. Bila shaka hizi ni taarifa za neema kwa chama hicho na taarifa mbaya kwa Chadema. Mwanasiasa wa ngazi ya juu alipohama chama kimoja kwenda kingine, kuna mambo mawili kuyatazama. Je, mafanikio yake ya kisiasa yatakibeba chama anachohamia au mafanikio ya chama hicho yatambeba yeye? Acha twende polepole, utaelewa. Katika kesi hii ya vigogo hawa wa zamani wa Chadema ambao wote watatu wamepata kuwa katika nafasi za juu za uongozi katika chama hicho, inaonekana kwa hakika mafanikio ya kisiasa ni makubwa kuliko mafanikio ya Chauma. Chukua mfano huu. Wakati hayati Mwalimu Seif Sharif Hamad aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha wananchi CUF alipohamia chama cha ACT Wazalendo Machi mwaka 2019, mafanikio ya Mwalimu katika siasa yalikuwa ni makubwa kuliko mafanikio ya ACT Wazalendo kwa wakati huo. Ukubwa wa jina lake, ushawishi na uzoefu vikalete neema kwa chama hicho, na ghafla kikamea kutoka kwa kuwa na mbunge mmoja baada ya uchaguzi wa mwaka 2015 hadi kuwa na wabunge 4 na wakuchaguliwa baada ya uchaguzi wa mwaka 2020. Wafuasi wa chama wakaongezeka na kujikuta ni sasa ni chama kikuu cha upinzani. Kwa upande wa Zanzibar, pia ni sehemu ya serikali ya umoja wa kitaifa. Kimetoa makamu wa kwanza wa rais Othman Masoud na kina mawaziri katika serikali ya Zanzibar. Turudi Chauma. Kilianzishwa mwaka 2013 na kiongozi wake wa muda mrefu Hashim Spunda Rungwe, na akagombea kiti cha urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 na mwaka 2020. Rungwe alipata kuwa mwanachama wa NCCR Mageuzi na kugombea urais wa chama hicho katika uchaguzi wa mwaka 2010. Bila shaka si dhambi kusema Chauma hakina mafanikio makubwa katika siasa za Tanzania, hakijawahi kutoa hata mbunge, na katika harakati za kugombea urais hakiwahi kuwa tishio kwa chama tawala. Hakuna miujiza kama ya Yesu kwenye siasa, kufufua vilivyokufa kwa siku moja. Kwa hivyo, ikiwa waliohamia Chauma wana nguvu za kuvutia wafuasi na kukijenga chama hicho hata kwa muda mrefu, bila shaka tunaweza kuiona Chauma ikiibuka na kukua kama vile ACT Wazalendo. Kwa sasa hakuna haja ya kucheza kamari ya kisiasa kusema wana nguvu hizo au la. Muda utatoa jawabu. Katika historia ya siasa za upinzani Tanzania, vyama vya upinzani ambavyo vilikuwa na ushawishi kisha vikapoteza ushawishi wao havirudi tena kileleni na kuwa vikuu. Kwa lugha nyingine, chama kinachoporomoka akiinuki tena kuongoza siasa za upinzani. Unaweza ukitazama chama cha NCCR Mageuzi ambacho kilikuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za Tanzania. Miaka ya mwanzo baada ya kurudi mfumo wa vyama vingi, kilikuwa chama kikuu cha upinzani katika uchaguzi wa mwaka 1995, kikishika nafasi ya pili nyuma ya chama cha mapinduzi CCM. Kilipoporomoka hakikuinuka tena hadi sasa. Chama kingine cha CUF ambacho kilikuwa chama kikuu cha upinzani Tanzania, kikishika nafasi ya pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2000 na 2005 nyuma ya CCM, kilianza kuporomoka na Chadema kuwa kileleni baada ya uchaguzi wa mwaka 2010. Tangu wakati huo CUF hakijafanikiwa kuwa chama kikuu cha upinzani Tanzania bara. Hata baada ya upande wa Zanzibar ambao kwa miaka mingi ndicho chama kikuu cha upinzani, lakini baada ya mgogoro wa vigogo wawili, hayati Maalim Seif na mwenyekiti wa chama hicho Profesa Ibrahim Lipumba na Maalim kujiondoa chamani mwaka 2020, CUF ilipoteza ushawishi Zanzibar na ACT Wazalendo imeibuka kama mrithi wa siasa za upinzani visiwani humo. Chauma
hakina historia kuwa chama kikuu cha upinzani upande wowote wala katika nyakati zozote, yani haikija panda wala kuporomoka, kipo hapo hapo kilipo, hakijamezwa na kutemwa na wapiga kura kama NCCR, Mageuzi na CUF. Hilo pengine linaweza kuwa ni faida kwao, kwa kuzingatia ukweli kwamba Watanzania hutaka kitu kipya wanapohusika siasa za upinzani. Hawataki kurudia kile ambacho tayari walishakiacha. Hata hivyo, ushindani utakuwa mkubwa kwa Chauma mbele ya chama tawala CCM, vyama vya upinzani Chadema na ACT ambavyo vyote vina ushawishi mkubwa katika siasa za Tanzania. Kwa muktadha huo, timu mpya na kongwe ya Chauma ina mlima mrefu wa kuupanda mbele yao ikiwa hawataki kudidimia. Na hiyo ndio sehemu ya kitimtim cha siasa za Tanzania. Mpenzi msikilizaji, tunakuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yake ya uratibu. Kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM, unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number 625625. Account number ni 012450 8521 7800. Tin number ni 4561468 kupitia mitandao yote. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vilevile ukweli na burudani. Kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Yapo basi unaungana nasi, ni taarifa ya habari. Afrika leo asubuhi kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Habari kuu ni kwamba waziri mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Augustin Matata Ponyo amehukumiwa kifungo cha miaka 10 jela na kazi ngumu baada ya kutiwa hatiani kwa ufisadi. Kiongozi Rais wa Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah yupo ziarani nchini Tanzania kuimarisha ushirikiano baina ya mataifa hayo mawili. Rais wa Ukraine Zelensky asema Urusi inapoteza muda ili kuendeleza vita. Kambi ya jeshi la anga la Urusi la Maimin la shambuliwa. Waziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wameamua kuondoa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Syria. Karibu tena. Waziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wameamua kuondoa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Syria. Mkuu wa sera ya kigeni ya Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ameandika kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba wanataka kusaidia raia wa Syria kujenga upya Syria jumuishi na yenye amani. Diplomasia huyo ameelezea kuwa Umoja wa Ulaya imekuwa ukisimama na Syria kwa muda wa miaka 14 iliyopita na kwamba itaendelea kufanya hivyo. Wapiganaji wenye silaha wameishambulia kambi ya jeshi la anga la Himin iliyoko magharibi mwa Syria. Kundi la wapiganaji wenye silaha walihusishwa kuwa na mafungamano ya serikali mpya ya Syria limeshambulia kambi ya jeshi la anga la Urusi la Himin iliyoko magharibi mwa Syria. Kiongozi ambaye ni wa taifa la Ukraine Zelensky
amesema Ukraine iko tayari kwa muundo wote wa mazungumzo ambao utakuwa matokeo mazuri. Viongozi wawili, rais wa Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah yupo na wa Tanzania, wameweza kupatana. Ndaitwah yupo ziarani Tanzania kuimarisha ushirikiano baina ya mataifa hayo mawili. Viongozi hao wamekubaliana kuimarisha uhusiano kati ya sekta ya biashara na uwekezaji, uchumi wa buluu, utalii na kukuza lugha ya Kiswahili. Moja kwa moja na soma maoni yao kabla ya kupokea makala ya siku ya leo, kwamba Vicky James anasema au mama Naima toka Katoro Geita Tanzania, na tafakari matangazo yenu mazuri sana RFA. Asante na karibu Vicky James. Emmanuel Mchenya pale Viwa Busesere pale Vichato Geita Tanzania, hongera Radio Fortune Africa kutupa habari mubashara na wafuatilia kupitia kitandazi, nashukuru, asante na karibu. Level Destroy pale Viruengo Shora anasema tuko pamoja katika matangazo ya Afrika leo asubuhi, matangazo ambayo yamesheni ukweli. Asante na karibu. Audas Marimi pale Viwa Kilima Hewa pale Big Bite pale Mwanza Tanzania, tuko pamoja mwanzo mpaka mwisho na watakia asubuhi njema wote, asante na karibu. Katika eneo hili naona pale maeneo ya Nakuru, anasema Young Boy pale Viwa Nakuru Maunaro Kenya, asante RFA kwa kutupasha habari za uhakika, asante na karibu. Masilamba pale Masilamba Haruna pale amesema kwamba kujifundisha jinsi ya kuangalia nchi. Haya, anasema pale hivi rais wa Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah yupo ziarani nchini Tanzania kuimarisha ushirikiano baina ya mataifa hayo mawili, ambapo Abishai pale hivi Ezekiel Junior, wenye akili hawana mamlaka na wenye mamlaka asalaiki msio matusi na natumai Abishai Ezekiel Jackson pale VK Jack pale Voyusulu asijaribu kuja Kenya. Maoni yake hayo, atafika tu na utafanya chochote. Dickson pale Msuva pale duniani, dunia inaelekea wapi kwa walio chanzo na sikuelewi katika message yako jamani. Richard pale Bati anasema dunia sikupati vizuri pale Mbaga pale Karimu wa Mbezi pale Dar es Salaam, rais wa Namibia Netumbo Nandi karibu Tanzania. Maoni yake Mbaga pale Karim. Haya, katika hatua hiyo naona vile vile pale hivi anasema mchungaji pale Dani UK pale nchi maskini ya mwisho ile haina lolote. Naona pale hivi anaandika Harrison pale hivi Mari pale hivi mama Netumbo, angalia Wanamibia wasije wakachukia kwa kuiga tabia za Tanzania. Na kuona pale Harrison pale hivi Mari pale hivi maoni yake hayo. Master pale Rich Marwa, ndio tupo tayari na tupo imara, na sio kufundisha Kiswahili tu, hata kwenda kuangalia fursa za kibiashara zilizopo na kuzichukua. Master Rich Marwa pale anaongelea hilo la biashara. Rigan pale mtukufu anasema this are sikupati vizuri pale. Mwana afunzi wa Yesu pale akauliza jirani yangu ni nani? Peter Mulambo pale amemalizia hapo. Wilungula pale hota pale kwanza, huyo mama Kiswahili chake ni hivyo. Anazungumza pale machupa pale machupa sipo tayari, maana Wafaransa sikuwaona darasani kwenye somo la Kifaransa. Tulifundishwa na Watanzania wenzangu, wao waje wajifunze kwetu ili wakafundishe na wenzao huko kwao. Jamaa anazungumza hivyo, sema bana hakuona Wafaransa darasani, alifunzwa tu na Mwafrika. Sasa ndio hali ambayo inajitokeza msikilizaji asubuhi njema hii katika habari zile za Zelensky, kwamba Nicodemus Gobre pale hivi, kama unakubaliana na masharti niongee na Putin chapa majimbo yale yaliyoshikiliwa, then sisi Warusi wapambe tutajadiliana wenyewe kama tutakufundishia kama jirani yetu, ila mbele ya mataifa lazima tuyachukue. Nadhani tumeelewana, hakuna kurudia maelezo. Sikuelewi, lakini ndio hiyo ujumbe wako ndio umefika. Kabahati pale Vikayinga pale si wote mnafanya biashara kupitia damu za watu. Endeleeni na kupigana, atakayeshindwa atanyosha mikono. Hatutaki mfanye mazungumzo, piganeni
maoni yake Bayati Kainga pale hivi kwenye masuala ya Zelensky pale hivi. Hayo mazungumzo uliyakataa mwanzo na kusema uko tayari kwa lolote. Umesababisha maafa makubwa sana kwa taifa la Ukraine. Urusi washasema hiyo vita bali ni operation tu. Anamaanisha haja atumia silaha zake kali zenye maangamizi. Barnabas Kulaya pale hivi wa Moshi pale hivi Tanzania, mwanzo ulikuwa unaomba silaha. Rais Zelensky sasa umezidiwa au NATO wamefilisika, zipigwe mpaka mshindi apatikane. Banas Kulaya pale hivi maoni yake hayo. Japet pale hivi Mpanye pale hivi bado tuendelee. Unafikiri ni rais kule ambapo hivyo uwanja wa vita unavyochacha. Aliye na kiatu anajua kinamfinya wapi. Anajua hapa hivi ndio alipata lile kovu na jeraha. Sasa Baraka pale hivi Mpenja pale hivi, hiyo ni Israel bila shaka. Sasa ngoja tusubiri Putin ajibu ili yamkute ya Bashar al-Assad na Ibrahim Raisi. Ndio vitu ambavyo vinapatikana. Naona vita ya tatu ya dunia, Marekani atahakikisha kila pande ya dunia kunakuwa na vita ili aibe maoni yake Ayub Kipenzi. Bana, ndio hali ambao msikilizaji najitokeza pote pale ulipo kwenye Afrika Leo asubuhi. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokua kasi sana duniani.